John alikuwa amewakataa kila mwanamke kijijini kwao. Alikuwa akisema nataka mwanamke mzuri zaidi, au kama hakuna kabisa sitafunga ndoa. Kwa majivuno alidai ukamilifu mpaka mama yake akapiga dili. Nitatoa ndama 3 na mbuzi na bibi harusi wa fumbo. Hakuna picha wala hutamuona sura. Mama, huwezi kunifanyia hivi. Itakuwaje kama ni mbaya je? Lakini kisha barua zikaja. Zilinukia manukato laini. Akapenda maneno, namna yake ya kuandika. Akaanza kuwazia atakavyokuwa madhabahuni. Mikono ikitetemeka, jasho usoni. Unakubali kumwoa Maya? Nakubali. Unaweza kuinua shela na kumbusu bibi arusi, kasisi akasema. John akameza mate, akaondoa pini la mwisho. Na shela lilipoanguka, ulimwengu wake ukaanguka pia. John akaamka kwa milio kama jogoo na harufu ya udongo wenye unyevunyevu. Siku zake huanza mapema na kuishia jua likipaka mashamba ya mahindi rangi ya dhahabu. Alikuwa kijana mwenye nguvu, mikono mipana na ngozi iliyotiwa giza na jua. John akiwa na miaka 27 alihesabika kuwa chaguo bora, mfanyakazi hodari, mwenye mashamba, mwenye afya na asiye na uraibu wowote, isipokuwa kama utaona uraibu wake wa kuwakataa wanawake kuwa ni uraibu. John, binti wa mama Agatha, bado yuko huru. Msichana mzuri, mpishi mzuri mno. Pua yake imepinda, angesema, hata bila kuinua macho kutoka kwenye maharagwe aliyokuwa anayachambua kwenye baraza. Binti ya Chifu Omari ni mrembo sana. Mrembo mpaka anapocheka. Kisha anasikika kama mbuzi anayekohoa. Mjukuu wa mkunga. Macho yake yanaangalia pande mbili tofauti. Kama vile anakutazama ndani ya nafsi yako na kuipima. John alikuwa na kipaji nadra cha kuona dosari hata kwenye ua la waridi. Kijiji chote kilishajaribu kumtafutia mchumba, lakini kila mmoja alikataliwa. Hakuwa mkorofi, bali mchaguzi wenye majivuno, baadhi wangesema. Nitaoa tu mwanamke mzuri zaidi katika kijiji. Na kama hayupo hapa nitasubiri atokee, alitangaza, kifua kikiwa kimetuna kama mtu anayesubiri kifalme kushuka kutoka kwenye mti wa mbuyu. Mama yake Sada alikuwa mjane karibu miaka 10, mwanamke imara mwenye mtazamo mkali wa kuifanya hata mbuzi kutiika, lakini kwa mwanawe hakuwa na la kufanya. Kila wiki alimtambulisha chaguo jipya na kila wiki alishindwa, mpaka siku moja rafiki wa zamani wa ujana wake akawasili kutoka kijiji cha mbali na pendekezo. Binti yangu yuko katika umri wa kuolewa. Ni msomi, mnyenyekevu, wa familia njema. Anajua kupika, kutunza nyumba na kuwaheshimu wakubwa. Almasi halisi. Je, ni mrembo? Sada akauliza, tayari akitarajia swali la mwanawe. Uzuri, dada yangu. Uzuri uko kwenye tabia. Ofa ilikuja na mahari. Ndama 3, mbuzi 4 na pipa moja la mahindi yaliyokaushwa. Si haba. Lakini kulikuwa na jambo la ajabu. Hawangetuma picha ya msichana. Ni jadi kwetu. Bwana harusi humwona bibi harusi madhabahuni tu. Ni alama ya kuaminiana na kuheshimiana. Sada akainua nyusi, mwenye shaka. Lakini ukweli ni kwamba wakati huu chochote kilikuwa ni tumaini. John akarudi nyumbani kutoka shambani jioni akiwa na jasho, shati begani. Mama yake akamsubiri kwenye baraza, ameketi kwenye benchi la mbao akiwa na uso ambao John aliujua sana, ama kuna mtu amekufa au ndoa ya kulazimishwa inakuja. Tumeletewa posa, akasema moja kwa moja. Kama ni ndoa, sahau. Sikiliza tu. Msichana wa kijiji kingine, familia inayoheshimika, msomi, mfanyakazi, anakuja na ndama, mbuzi na mahindi. Je, ni mrembo? Ana nasaba njema? Hilo halijajibu. Hawatumi picha. Ni jadi. Lakini kama mama yake ni mrembo, binti si bei rahisi. John akacheka kwa dharau, akajipangusa kichwa, akazunguka duara. Wanataka kuniuza mbuzi aliyevaa gauni la mwanamke. Nitawezaje kuoa mtu nisiyemwona? Uonyeshi tumbo lako bovu unapoza maharagwe na bado watu wananunua. Akacheka bila kutaka. Lakini hasira ikarudi haraka. Nilitaka kuchagua.
Mimi ni mwanaume. Nina haki hiyo. Ulikuwa na miaka 27 ya kuchagua. Ulichagua maharagwe na ukawakataa wanawake wote. Sasa utakubali kile Mungu na mbuzi walichokuletea. Moyoni alijua mama yake yuko sahihi. Shinikizo kijijini lilikuwa likiongezeka. Wanaume wa umri wake tayari walikuwa na watoto. Wanawake walianza kumpuuza. Mmoja hata alisema yule ataishia kuwa jembe lake. Mwishoni mwa wiki ile makubaliano yakatiwa saini. Badala ya John, kijiji kitapokea binti mkwe wa tabia njema na yeye atapata mke msomi na mfanyakazi, na bila shaka wanyama. Ndama walipowasili, majirani walijua jambo ni zito. John hakushiriki majadiliano. Alikuwa mkunji, kimya, mwenye shaka, lakini kitu ndani yake, labda kiburi kilichojeruhiwa, labda hofu ya kuzeeka peke yake, kikamfanya akubali. Kwa uchungu, lakini akakubali. Kama ni mbaya, nitamtuma afanye kazi mbali na nyumbani, alime mihogo porini na alale na kuku, aling'unika. Kama ni mbaya, unastahili. Ni adhabu ya kuwapuuza wengine wote, Sada akasema, mikono ikiwa imekunjwa kwa kuridhika. Na hivyo, kwa ndama 3, mbuzi 4, pipa moja la mahindi, na bila picha, John akajikuta ameachiwa mke asiyemwona maishani. Kijiji kikawa gumzo. Harusi ikawekwa baada ya mwezi mmoja, na kila mtu akataka kujua huyu mwanamke wa fumbo ni nani aliyekubali kuolewa na mwanaume mwenye madai mengi na aliye single sugu kuliko wote eneo lote. Siku chache tu tangu John akubali kwa shingo upande ndoa ya kupanga. Bado aling'unika mara kwa mara, hasa alipowaona ndama wa kila majani bustanini kwake. Wangefaidi zaidi tumboni mwa mama zao, angesema, kuliko kama mahari ya uso uliositirika. Asubuhi moja mvulana akafika mlangoni na barua. Bahasha ilikuwa ya rangi ya manjano hafifu, karatasi nzito na imekunjwa kwa umakini. Mvulana akampa bila neno na kukimbia kurudi bila kusubiri jibu. Sada akiwasua nguo kwenye beseni akaongeza jicho. Wameshaanza kutuma bili kabla ya harusi. Ni kutoka kwa bibi arusi, John akasema, akiiweka wazi kwa umakini kana kwamba karatasi ingeweza kulipuka. Mwandiko ulikuwa mviringo, maridadi na ulinukia lavenda. Barua ilisomeka: Mpendwa John, natumaini barua hii inakukuta kwa amani na afya njema. Ingawa bado hatujakutana, najihisi tayari ninakubeba moyoni. Na ukisia mlio wa sauti yako, namna unavyotabasamu na joto la mtazamo wako. Wanasema wewe ni mfanyakazi na mkweli. Ninalipenda hilo. Napenda wazo la kutunza nyumba yenye wema na heshima. Iwapo njia zetu zitakutana kwa upole, kwa upendo. Mkeo mtarajiwa. John akaisoma barua mara 3, kisha mara 2 kimya kimya, kwa siri. Akaweka karatasi pembeni na kwenda shambani, lakini mawazo yake yakabaki barazani. Siku nzima hakusema vibaya mtu yeyote. Muujiza kweli. Usiku ule akairudia barua kwa moyo, amelala kwenye utepe. Sada akamwangalia kwa jicho la pembeni. Siku zilizofuata barua zaidi zikaja, moja kila wiki. Zilizungumza juu ya maua, mvua, utoto na ndoto. Zilisema kidogo kuhusu mwandishi mwenyewe, lakini mengi kuhusu hisia, kuhusu shauku ya kukutana naye, kuwa mwenza wake, kumpikia chakula apendacho. John akaanza kujibu, mwanzoni kwa sentensi fupi kavu, kisha kwa mistari ya kishairi, mingine akiiga kutoka kwenye almanaki ya redio, lakini bado ya dhati. Barua zake zilisema mambo kama maisha yametengenezwa kwa mbegu, basi uwe mvua yangu. Natumaini unapenda maharagwe kwa sababu kila nikichemsha wali na uunguza. Akaanza kumfikiria mke wake mtarajiwa atakavyokuwa. Kama maneno yake ni matamu hivi, huenda sauti yake ni nyororo, labda ina lafudhi kidogo ya kwao. Nywele laini, macho ya kueleza, labda kahawia, labda asali, uso mpole kama wa mtu aandikaye kwa moyo, na tabasamu pana la ukarimu bila shaka. John akaanza kutafakari mchana kutwa. Kila kitu kilionekana kwenda sawia hadi mwezi mmoja kabla ya tarehe ya harusi. Msafara kutoka kwa familia ya bibi arusi ukawasili na habari. Harusi ilipaswa kuharakishwa. Lakini kwa nini? Sada akauliza.
Huwezi kutuangushia taarifa ghafla. Bibi yake ameugua. Ni dhaifu sana. Tamani yake ya mwisho ni kumwona mjukuu wake ameolewa, akajibu mjomba wa bibi arusi, mwanamume mkali mwenye macho kama anayeficha kitu. Bibi gani? Hamtajataja kabla, John akamung'unika, tayari akiwa na shaka. Uvumi ukaenea kijijini. Wengine walisema ni kwa sababu ya ugonjwa mbaya. Wengine wakanong'ona msichana ni mjamzito. Mchochezi mmoja alikula kiapo kwamba bibi arusi ni mrembo mno kiasi kwamba wazazi wake waliogopa mtu atamteka kabla ya ibada. Ukweli hakuna aliyeujua. John akasita, akajaribu kubishana, lakini baada ya kusoma tena barua, sasa zimehifadhiwa katika mfuko wa kitambaa chini ya mto, akaamua kukubali. Kama bibi yake anataka tuone ndoa yetu, basi iwe hivyo. Sitaki kuishi na majuto ya kukataa ombi la mwisho la mtu, akasema akijaribu kusikika wa kishujaa, ingawa alikuwa anatokwa na jasho. Kwa tarehe mpya kuwekwa, akaingia kwenye hali ya ujenzi. Kama ninaoa basi iwe kwa hadhi, akaamua. Akajenga nyumba mpya kubwa zaidi, akaagiza samani kutoka mji jirani, akapanda maua kuzunguka uwanja. Hata akajenga baraza lenye benchi la watu wawili. Ili tuzungumze mwisho wa siku, akamwambia rafiki. Au ili akae mbali nawe atakapogundua hapendi maharagwe, rafiki akatania akicheka. Kama anapika kama anavyoandika, nimeshinda bahati nasibu. Katikati ya shauku, mwaliko usiotarajiwa ukaja. Wazee wa kijiji walitaka kuzungumza naye. Ilikuwa ni jadi, mkutano kati ya wazee na bwana harusi kumpa hekima kabla ya siku kuu. John akakubali, ingawa aliona si lazima. Ninajua kupanda, kuvuna na kusikiliza malalamiko. Kimebaki nini? Akang'unika. Nyumbani kwa mzee Baraka, wazee 5 walikuwa wamekusanyika, kila mmoja na hadithi na kicheko tayari. John, wewe ni kijana mzuri, lakini kuoa bila kuona ni kama kuchuma tunda gizani. Huenda ni tamu, huenda linafunza. Binamu yangu alioa mwanamke aliyefanana na Mungu mrembo. Siku iliyofuata akagundua anakula embe na wali. Walitengana wiki 3. Mimi nikawa mwenye masikio ya nanasi. Lakini hadi leo ananifanya nicheke. Hicho ndicho muhimu, mzee mwingine akapigia msisitizo. John akatabasamu kwa macho tu. Ndani wasiwasi ulikuwa unajenga kambi. Mzee Baraka akamalizia kwa mstari wa sherehe wenye maana nzito, mwanangu, kinachohusika ni tabia. Uzuri hufifia. Wote wakacheka. Isipokuwa yeye. Usiku ule akarudi nyumbani akiwa na mawazo mazito. Barua zilikuwa kwenye kisanduku cha mbao kando ya kitanda. Akasoma moja ya mwisho kabla ya kulala. Kila sentensi ilionekana tamu kupita kiasi, kana kwamba imepangwa mno. Unadhani kweli yeye ndiye aliyeandika vyote hivi? Akamuuliza mama yake. Kwa nini asiandike? Sijui. Wakati mwingine inaonekana nzuri kupita ukweli. Mwanaume mjinga wewe. Kama angekuwa mbaya angepata muda wa kuandika mazuri. Warembo hutazama vioo siku nzima. John akacheka, lakini kifupi. Shaka zikaanza kuingia. Kwa nini wazazi wake hawajatuma hata maelezo mepesi? Sio rangi ya macho, sio aina ya nywele, sio urefu, na hili la kuharakisha harusi kwa sababu ya bibi ni kweli kweli. Lakini kulipokucha, wajibu ukazama shaka. Ujenzi wa nyumba ukaendelea. Sakafu imeezekwa. Samani zikawasili, kabati lenye kioo, kitanda kikubwa, meza ya chakula na viti 6, ingawa huenda wangekuwa wawili tu wakivitumia. Bustanini akapanda yasmini. Wanasema ni ua la upendo. Au ni la kichefuchefu. Sikumbuki, lakini ni zuri. Kijiji kikaangalia yote. Baadhi wakacheka, wengine wakashangilia, lakini wote walikuwa na hamu. John, yule aliyewakataa wote, sasa anakimbizana na muda ili kumfurahisha asiyemjua. Barua zikaendelea kuja, zimenukia, zenye upole. Ya hivi karibuni ilisomeka, mpendwa John, muda si mrefu tutakutana. Moyo wangu unakwenda mbio nikifikiria muda nitakapoyaona macho yako kwa mara ya kwanza.
Natumaini macho yangu yatakuta wema kwenye yako, nawe utakuta amani kwenye kimya changu. Hadi hivi karibuni. Kwa upole. Maya. Akaisoma na kuvuta pumzi. Kwa mara ya kwanza akalitaja jina lake kwa sauti. Maya. Akafumba macho. Akamkisia akiwa na gauni jepesi, anatabasamu, anakimbia bustanini alilolipanda. Bila shaka alikuwa mrembo, labda hata zaidi ya alivyotarajia. Mwishowe, mtu aandikaye namna ile lazima awe wa kuvutia. Mlangoni, mama yake akimtazama, mikono ikiwa imekunjwa. Usipende barua. Karatasi hukubali chochote, hadi uongo wenye manukato. Unasema anaweza kuwa mbaya. Nasema aandikaye vizuri si lazima awe na meno sawasawa. Akacheka. Lakini usiku ule akajigeuza kitandani bila kulala. Nyumba iko tayari, bustani inachanua, madhabahu inajengwa kwenye uwanja wa kijiji, na barua zote zimehifadhiwa kwenye kisanduku cha bluu alichokifunga kwa utepe mwenyewe. Moyo wa John ukapiga kwa kasi. Hivi karibuni angemwona uso wa Maya, lakini hata katika ndoto zake kali zaidi hakuweza kufikiria kilichosubiri madhabahuni. Kwa siku chache kabla ya harusi, kijiji kikaamka kikiwa kimejaa minong'ono. Ni nadra kuona ndoa kati ya watu wa vijiji vya mbali. Na ni nadra zaidi fumbo lote linalozunguka. Msafara wa bibi harusi ulipowasili, maneno yakalipuka. Punda wanne wakavuta gari lililojazwa masanduku, zawadi na vyakula. Mbele walikuwepo wanaume wawili wafupi kwa maneno, baba yake Maya na mjomba wake mmoja. Nyuma, wanawake waliovalia rangi za kupendeza, wenye nyuso kali, kistaarabu sana, hakuna tabasamu, hawachangamani na watazamaji. Bibi arusi, walisema, yuko kwenye gari jingine, amefunikwa, atabaki siri hadi siku kuu. Kufunikwa? Sada akahema akikunja uso. Hata tunda bivu halifunikiwi hivyo. John akaenda kuwasalimu akijaribu kuficha wasiwasi. Akatoa mikono, akatabasamu kwa nguvu, akajaribu maneno ya kawaida. Maya anaendeleaje? Anapenda maua, bustani, maharagwe. Anajiandaa na kusali. Hawaongei na bwana harusi kabla ya harusi, akajibu baba, mkavu kama jiwe lililo ndani ya mto. Kwa jadi. Bila shaka, John akasema kwa heshima, ingawa ndani kwake hali isiyofurahi ikiongezeka. Katika siku zilizofuata alijaribu kujua zaidi kutoka kwa wageni, lakini kila jaribio lilizimwa. Mpaka mchana mmoja alipokuwa anapeleka vikapu vya mboga nyumbani walikofikia, akakuta kijana akisogea chini ya kivuli cha mkaranga. Wewe ndiye bwana harusi? Kijana akauliza kwa sauti ya chini. Ndiyo, John. Na wewe ni nani? Binamu yake. Jina langu Sanga. Kijana akatazama huku na kule kwa hofu, akapunguza sauti. Sikiliza, sipaswi kusema chochote, lakini chukua tu mambo kwa utulivu, sawa? Siku ya harusi usiwe na matarajio makubwa sana. Macho ya John yakapanuka. Unamaanisha nini? Anaumwa? Hapana, ni kwamba si kama unavyodhani. Kabla hajaendelea, mjomba mmoja akatokea kwenye geti. Sanga, njoo usaidie maboga sasa. Binamu akasita, akamtazama John kana kwamba anataka kusema zaidi, kisha akaondoka kimya. Usiku ule John hakulala. Akazisoma barua mara moja, mara mbili, mara 10. Sanga alimaanisha nini? Tofauti. Tofauti vipi? Mfupi? Mkongwe mno? Mdogo sana? Mwembamba mno? Mnene mno? Ana meno ya dhahabu? Au labda hana kabisa? Siku iliyofuata kijiji kilikuwa tayari kwenye shamra. Wanamuziki wakipiga vyombo, watoto wakikimbia na maua, na wazee wakijiandalia viti vya kivulini. Wanawake wa kijiji, wazushi na warembo, wakizungumzia kila undani. Nimesikia bibi arusi ana macho ya buluu. Mtu alisema ni bubu. Binamu yangu aliapa aliona ndevu kupitia mpasuko wa dirisha, lakini ana uoni hafifu. Sada akamwangalia mwanawe kwa wasiwasi.
Alikuwa anapiga vizingiti kwenda na kurudi, anatokwa na jasho, akipanguza paji la uso kwa kitambaa kile kile tangu alfajiri. Kuna nini tena? Akauliza. Hakuna. Kila kitu. Sijui. Umeogopa, sivyo? Itakuwaje kama sijui si kama nilivyotarajia? Ulitaka kuoa mrembo zaidi kijijini. Sasa unaoa wafumbo zaidi. Huo ni uboreshaji. Alijaribu kucheka, ukatoka kwa ukengeufu. Ibada iliwekwa jioni, jua linapogusa upeo wa macho na kupaka anga machungwa na zambarau. Madhabahu ikawekwa katikati ya kijiji, yamezungukwa na maua na mabenchi ya muda. John alivaa kanzu yake bora, imesafishwa na kupigiliwa kwa majani ya mbono. Pembeni yake, kasisi akipitia hotuba. Minong'ono ikazidi pale bibi arusi alipowasili. Alitembea akiwa amefunikwa kwa shela zito lililosokotwa kwa mapambo ya dhahabu. Wanawake wawili wakimlinda kama wanabeba kito cha ibada. Shela lilifunika uso wake kabisa, lakini chini yake ulionekana mtindo wa nywele ndefu zilizopambwa kwa ustadi na umbo la kike, sura nyembamba, mkao wima. John akavuta pumzi ya afueni. Angalau ana umbo zuri, akawaza. Na nywele nzuri. Mwanzo mzuri. Muziki ukaanza. Umati ukanyamaza. Kasisi akatoa hotuba yake, akaongea juu ya upendo, ahadi na jinsi ndoa ilivyo kama kupanda. Wakati mwingine unavuna ndizi ulipopanda mihogo. Wote wakacheka. Si John. Kisha ukafika wakati wa nakubali. Kwa mujibu wa jadi ya kijiji kile, shela lingeinuliwa tu baada ya viapo vya mdomo. John mwana wa Sada, unakubali kumwoa Maya kuwa mkeo, ahadi ya kumheshimu, kumtunza na kumshika heshima bila kujali atakayokuja. Akamtazama mwanamke pembeni yake. Amesimama tuli kama sanamu ya kitambaa na kimya. Akameza mate. Nakubali, akasema kwa tabasamu la wasiwasi. Kasisi akamgeukia yeye. Maya, binti wa Mwandambo, unakubali kuolewa na John, ahadi ya kumheshimu, kumtunza na kumshika heshima bila kujali atakayokuja. Sauti yake ilikuwa imara bila kusita. Nakubali. Kisha kasisi akatikisa kichwa. Unaweza kuinua shela. John akanyoosha mikono kwa tahadhari. Shela lilikuwa limefungwa kwa pini za dhahabu. Akazitoa moja baada ya nyingine kwa vidole vinavyotetemeka. Kila jicho kwenye uwanja liliganda. Kimya kikashika umati. Hata ndege wakakosa ujasiri wa kuimba. Shela lilipoanguka, muda ukasimama. John akagandamana. Alichokiona hakikuwa kile alichowazia. Sura ya Maya ilikuwa nyororo, laini, lakini imefunikwa na ndevu nzito nyeusi zilizoshuka kidevuni zikimetameta chini ya jua la machweo. Haikuwa kivuli wala hila ya mwanga. Ilikuwa ndefu kamili zilizotunzwa, hata zinang'aa kidogo kwa mafuta ya nazi. Macho yake yakapanuka. Taya ikashuka. Uso wake ukapoteza rangi yote. Ilionekana kama hatima imempiga kibao usoni. Watazamaji wakagandamana. Baadhi wakaziba pumzi. Wengine wakatazamana kwa jicho la kando wasije wakaonekana wakireact. Mmoja akamnong'oneza mwenzake, ni mwanaume, akagongwa ubavuni na mkewe. Baba yake Maya akavuka mikono, akamtazama John kwa ukali kana kwamba anasema, ni kuchelewa sasa. Mama yake John, Sada, akapumua kwa mshangao, Mungu wangu, akafunika mdomo. Maya kwa upande wake alibaki mtulivu. Mtazamo wake ulikuwa wa utulivu wa moja kwa moja. Kulikuwa hata na tabasamu jepesi, si la kejeli bali la ujasiri, kana kwamba anasema, nilijua na bado nimekuja. Kasisi akiwa na hofu akajaribu kuendelea. Mnaweza kukamilisha muungano kwa busu. John akasita. Akamkaribia taratibu na kwenye sekunde ya mwisho akageuza uso, akampa busu la haraka shavuni. Umati ukacheka kwa chini. Tari likatetemeka nyuma. Kamua au amemkwepa, bibi mmoja akanong'ona. Ndoa ilipokuwa rasmi, muziki ukaendelea. Makofi yakaja, lakini kwa ujasiri mdogo.
John amesimama kando ya Maya akiwa bado amechanganyikiwa, akitazama anga. Anatokwa na jasho kama nguruwe siku ya kuchinjwa. Akavuta kitambaa shingoni kupangusa paji la uso, akajaribu kutabasamu, ukatoka kama grimace. Baada tu ya ibada akakimbilia choo nyuma ya uwanja. Akapiga mlango, akafunga na kufuli, akajiangalia kwenye kioo, karibu kupiga yowe, nimefanya nini? Akajimwagia maji usoni, akajitupia baridi. Moyo ukampiga kooni. Akatazama juu sakafuni kana kwamba anatarajia mtu au roho ya mababu ishuke ieleze kila kitu. Yeye ndiye kiumbe mbaya zaidi niliyemwona. Na sasa ndiye mke wangu. Akawaza kukimbia, kutoweka, kusema yote ni makosa. Lakini kijiji chote kiliona. Kila mtu alikuwa pale. Sherehe, zawadi, ndama, fahari yake, heshima yake. Yeye aliyeishi maisha yote akichagua, akikataa, akidai, sasa ameoa mwanamke ambaye hakuna aliyewahi kumwona. Na alipomwona ilikuwa kuchelewa. Akatoka chooni polepole, akivuta pumzi ndefu. Akaangalia uwanjani, watu wanacheka, kula, kucheza, na pale Maya amekaa kwenye benchi la baraza la nyumba mpya, ndevu zikimetameta chini ya miale ya mwisho ya jua. Alijua hakuna kurudi nyuma, lakini kiburi chake kilikuwa kimekatwa kama mihogo iliyokunolewa juu ya jiwe. Na kilicho kibaya zaidi, alikinoa kisu yeye mwenyewe. Usiku ukaangukia kijiji kama nguo nzito, ukazima tabasamu za kulazimisha kutoka kwenye sherehe. John akatembea taratibu kuelekea nyumba mpya, kama mtu anayekaribia hatima asiyoichagua. Panzi wakalia. Taa za chemli zikaangaza kwenye mlango na mwezi shahidi kimya, akiangalia yote kutoka juu. Kijiji kililala, lakini moyo wa John haukulala. Alipofika mlangoni akasita, akavuta pumzi, akageuza kitasa cha mlango wa mbao uliochongwa, kipande alichokichonga kwa fahari, akaingia. Maya tayari yupo humo, ameketi pembezoni mwa kitanda akivua hereni. Ndevu zake zilionekana nzito zaidi chini ya mwanga tulivu wa taa ya mafuta. Kulikuwa na kivuli usoni mwake, si cha huzuni bali cha uchovu, ule unaotoka kwa mtu aliyekuwa akijua muda huu ungelifika. John akaufunga mlango polepole, kana kwamba sauti ndogo tu ingeleta tetemeko la ardhi. Akapiga hatua mbili, akasimama. Naweza kufungua dirisha? Joto, akasema, akijaribu kuvunja kimya. Unaweza kufanya chochote unachotaka, akajibu bila kumtazama. Akaifungua dirisha, lakini hewa haikuonekana kuingia. Joto halikutoka kwenye hali ya hewa, lilitoka kwenye wasiwasi hewani, kama moshi usioonekana. Unalala upande gani wa kitanda? Akauliza, akivuta kola ya kanzu, hajui aweke mikono wapi. Maya akamtazama moja kwa moja, kwa udhabiti. Upande wowote nitakaopewa, lakini kama inakukera naweza kulala chini. Hapana, hapana, bila shaka hapana. Najaribu tu, sijui kuzungumza. Akavuta pumzi ndefu. John, tuache kujifanya. Najua ulichotarajia. Najua ulichotaka. Najua uliganda madhabahuni. Na huhitaji kujifanya hukufanya hivyo. Alijaribu kuzungumza, koo likakauka. Uliangukia barua, ukadhani sura itakuja katika kifurushi kile kile, but ninachotoa kiko kwenye barua, na humu akaweka kidole kifuani. Na kama hicho hakitoshi kwako, hilo ni pigo lako. Sikutarajia hii, akasema karibu kwa kunong'ona. Sikutarajia mwanaume anayekimbilia chooni wakati wa harusi yake mwenyewe. Pigo likatua la chuma, lakini akalimeza kimya. Akajilaza ubavuni, mgongo wake ukimwelekea. Nimefanya sehemu yangu. Nimeolewa. Nimejionyesha. Nimekuwa mkweli. Sasa fanya yako. Akabaki kona ya chumba dakika kadhaa. Kisha akalalia kingo nyingine ya kitanda akitazama ukuta. Kimya cha usiku ule kilikuwa kikubwa kuliko ugomvi wowote. Pumzi yake tulivu ikilingana na ya kwake iliyo nzito na iliyovunjika. Asubuhi iliyofuata wakaondoka nyumbani kwa nyakati tofauti. Maya alitembea kwa utulivu, kichwa juu, ndevu zimetunzwa vyema, hajifichi. Aliwasalimia majirani kwa staha. Watoto wakacheka na kuonyesha kidole, lakini akawapuuza.
John kwa upande mwingine alifanya kila awezalo kutoonekana naye. Aliondoka mapema akarudi marehemu. Walipotembea pamoja, Nadra alitembea hatua mbili mbele akijifanya ametangulizwa. Akaepuka soko, akaacha kuhudhuria mikusanyiko ya kijamii, akaanza kujitenga, na kadiri muda ulivyokwenda akaanza kutoa hasira zake kwa mkewe. Inabidi ufunike zaidi. Unawaogopesha watoto, akasema mchana mmoja. Si mimi ninayewaogopesha. Ni ujinga, akajibu kwa sauti tulivu. Angalau jaribu kuonekana kama mke wa kawaida. Mimi ni mke wa kawaida. Kisicho kawaida ni ndoto uliojijengea. Maneno yakawa silaha. Akaanza kulalamikia chakula, namna anavyotunza nyumba, namna anavyozungumza. Haya maharagwe magumu yamepikwa kama moyo wako. Kadiri muda ulivyokwenda, Maya akawa mtulivu zaidi, si kwa kujisalimisha bali kwa dharau. Kwa kila neno chungu la John alijibu kwa mtazamo thabiti, kama mtu anayekataa kulala kwenye tope. Lakini akiwa peke yake alilia. Minong'ono ikaongezeka. Majirani wengine wakamuita shupavu. Wengine wakasema ana wazimu. Baadhi ya wanaume wakasema ana mwanaume kuliko mumewe. Na kwa kila uvumi mpya, John alijisikia mdogo, ameshushwa heshima. Kiburi chake kilichojeruhiwa kikageuka hasira. Jioni moja, baada ya mabishano juu ya kitambaa cha jikoni alichodai kimening'inizwa vibaya, Maya akaondoka nyumbani bila neno, akatembea peke yake barabarani. Usiku ule akalala kwenye utepe wa barazani. Asubuhi iliyofuata ikaanza kwa kishindo, si kutoka angani bali ndani ya nyumba. Sada akatokea bila taarifa, akipiga hatua za hasira kwenye baraza. Simama, tunaongea. John akajifanya amelala, lakini haikufaulu. Akaingia ndani, akasukuma mlango, akamnyooshea kidole usoni. Unadhani unanidanganya mimi? Unadanganya kijiji chote. Unamdanganya Mungu. Mama, usianze. Usianze. Nilipaswa kukuacha chini ya kichaka cha mihogo ulipozaliwa. Umeishi maisha yote ukiwataka wanawake kana kwamba wewe ni kifalme. Sasa umeoa, unamtendea binti kama mbwa wa mtaani. Umemwona mama? Hilo kwako ni la kawaida. Nimemwona. Na unajua nini? Nimeona mwanamke aliyehimili aibu, bado anatembea kifua mbele na kukuheshimu. Aliyenidanganya ni wewe, ulivyojiambia kwenye kioo kwamba wewe ndiye tuzo la kijiji. Alinidanganya kwa barua. Aliyekudanganya ni nafsi yako ulipopumbazwa na unachodhani unastahili. Aliandika barua nzuri. Alikuwa mkweli. Alijitokeza madhabahuni. Wewe mwenyewe uliyejifunga kitambaa machoni. Akabaki kimya, mikono ikitetemeka kwa hasira na aibu. Jiangalie. Mwanaume anayejenga nyumba na huna ujasiri wa kujenga makazi. Mwanaume anayepanda mahindi lakini hajawahi kuvuna tabia. John akameza kwa nguvu. Ukihitaji kubatilisha ndoa bado una muda. Lakini ujue hili, kosa si lake. Ni lako. Na kijiji chote kinajua. Akageuka akaondoka. Mlaka wa makalio yake ukagonga sakafu kama hukumu ya mwisho. John akabaki ameganda. Uso ukateketea kwa aibu. Kwa mara ya kwanza hakuwa na maneno. Akatoka nje polepole, akaangalia kijiji, watoto wanacheza, wazee wanapongezana kwa minong'ono. Na pale chini ya kivuli cha mwembe alikuwapo Maya na kitabu pangoni, uso wa utulivu. Yeye yule aliyemdhalilisha, aliyempuuza, na bado yupo pale imara. Akahisi uzito wa jina lake wenyewe. Usiku umeanguka tena, na alijua safari hii kimya cha chumba kitakuwa na sauti mpya, mwako wa hatia ukigonga kuta. Kadiri siku zilivyoenda, nyumba aliyojenga kwa uangalifu ikawa mahali pa kimya kizito na kuta zilizo kama zinatazama. Sebule iliyokusudiwa kuwa moyo wa maisha mapya ikawa njia tu kati ya utupu na kutojali. Baraza lenye maua, samani mpya, hata bustani ya Yasmini, vitu hivyo vyote vilimdhihaki Maya. Alijitahidi kudumisha ratiba.
Alisafisha nyumba, akapika, akashona, akafagia uwanja, daima akiwa wima kana kwamba anasimama mbele ya mahakama isiyoonekana. Lakini ndani alianguka taratibu, kimya kimya. John alipopita karibu naye bila kutazama, ilihisi ngozi yake imekuwa wazi. Alimpuuza kwa udhabiti uliopangwa, uliouma kuliko kibao. Mchana mmoja, baada ya kuweka wali jikoni, aliketi kwenye utepe wa barazani na kuruhusu machozi yaanguke. Hakuwa analia kwa kelele, hakufanya tukio. Alilia kama mtu anayejua hakuna atakayesikia hata akijaribu. Kijijini watoto bado walicheka wakimwona. Watu wazima wakanong'ona, naye akasikia yote. Kujifanya hakumuumiza kukawa igizo lake la kila siku. Lakini maumivu yalikuwa ya zamani, makubwa kuliko kukataliwa kwa ndoa. Maya alizaliwa kijijini kidogo, safari ya siku 3 kutoka hapo, mtoto wa katikati kati ya ndugu 7 na msichana pekee miongoni mwa wavulana wengi. Mama yake, mkali na asiyekuwa na uvumilivu, siku zote alisema wasichana lazima wawe wapole, wasiri, warembo, na Maya hakuwa kitu chochote kati ya hivyo. Akiwa na miaka 9, nywele za usoni zilianza kujitokeza, mwanzoni nyembamba, karibu zisizoonekana, kisha nene, nyeusi, zisizokoma. Mama yake akaghadhibika, akazikuna kwa jiwe la pembe, wembe, hata visu vya jikoni ilipobidi. Lakini siku iliyofuata nywele hurudi tena. Ilikuwa kana kwamba mwili wake unacheka uwanamke yenyewe. Kadiri muda ulivyopita, wavulana walianza kumcheka. Wakampachika msichana mwanaume, kaka wa skati, mwanamke mwenye ndevu. Akipambana anapigwa. Akikaa kimya analia peke yake. Akajaribu kukwepa shule, mama akamlazimisha kwenda. Utaenda au utaishia mjinga na mbaya. Akiwa 12, mganga wa kijiji alisema damu yake imeshikana vibaya, miungu inajaribu familia. Hilo likazidisha mambo. Watu wakamchukulia kama mkosi. Hata walipelekwa kwa mchungaji kuombewa. Hakukuwa na tofauti. Ujana wake ukawa mgumu zaidi. Wengine walipong'ata meno kwa wavulana na kuota sherehe, Maya aliepuka vioo. Acha tabasamu hadharani. Wasichana wengine wakamwacha, si kwa ukatili bali kwa kutopatana. Hakuwa sehemu ya pao lolote. Hata hivyo, Maya alikuwa mwerevu. Alisoma vitabu vya zamani baba yake alivyohifadhi, akasaidia hesabu za kaya, akajifunza mapishi, mikono yake ilikuwa ya kasi na nguvu. Lakini hakuna ujuzi ulioonekana kuwa na thamani ukilinganisha na kitu kimoja ambacho dunia ilikataa kukubali, uso wake. Hatimaye akajizoesha wazo kwamba hatakuja kuolewa. Hakuna mwanaume atakayetamani haya, alisikia mara kuliko moja. Akaacha kuota. Akajiwekea lengo jipya, kuwa huru, kujitegemea, kuishi kwa heshima. Ndani ya moyo alishikilia imani kwamba hahitaji mtu kuthibitisha kuwepo kwake. Kisha akiwa na miaka 24, ghafla baba yake akarudi kutoka safari, akatangaza, nimepanga ndoa na mtu mwenye mashamba mazuri, familia njema. Je, amekubali bila kuona uso wangu? Maya akagandamana. Anajua hilo? Hapana, lakini hahitaji kujua bado. Atakutana nawe wakati mwafaka. Akaghadhibika. Hiki mnachonipa mtego. Hii ni nafasi, mama akajibu. Ungepata ndoa vinginevyo. Kwa shingo upande, amechoka kupambana na hatima, Maya akakubali. Akaamua asiseme uongo, lakini pia asijifiche. Alijua shela lingeondolewa, wakati utakuja, na akaamua kuukabili uso kwa uso. Ili kupunguza mshtuko, mama yake akaanza kuandika barua tamu za mapenzi zilizopangwa kwa uangalifu. Ni kumfanya aunganike na wazo, Maya, ataona wewe ni zaidi ya uso. Ndani kabisa Maya hakuliamini hilo, lakini akalikubalia, labda kwa kuchoka, labda kwa kutaka kuamini angalau mara moja. Harusi ikatimia na mwitikio wa John ukawa kama alivyotarajia: kukimbia chooni, sura ya kuchukiza, busu la kukwepa, ukosefu, maneno machungu yaliyojificha kwenye kutojali. Sasa ndani ya nyumba ile alikuwa akijifunza upya maana ya upweke, lakini wenye ladha kali zaidi, kukatalia baada ya tumaini, tumaini aliloapa kutolishikilia tena. Akaanza kushindwa kulala. Usiku akitazama dari,
Akawaza kukimbia, kurudi kwa wazazi wake, lakini akahisi aibu. Kukimbia ni kukiri kushindwa, na yeye si wa kukimbia, tayari ameshafanya hivyo kwa miaka mingi ndani yake. Baadhi ya alasiri alitembea mbali peke yake, akakaa kando ya mto, akatazama mkondo, akalia kwa nguvu ya mtu aliyekuwa ameshikilia kwa muda mrefu. Siku moja akamkuta binamu yake Sanga anaosha nguo. Akamwona, akamsogelea taratibu. "Uko sawa binamu?" "Nimekuwa mbaya zaidi." "Nimekuwa bora pia." Johnny ni mjinga. Anakuwa yeye tu. Unastahili zaidi. Labda sistahili chochote. Labda mimi ni hili tu kosa. Sanga akainamisha kichwa. Yeye akasimama. Lakini hata kama ni kosa, napendelea kuwa kosa halisi kuliko uongo mzuri. Akatembea polepole kurudi. Aliporudi nyumbani, akamkuta Johnny kwenye baraza. Akamtupia jicho, akageuza uso. Akapanda ngazi, akampita bila neno. Chumbani akalalia kitandani na kugeukia ukuta. Ndevu zikionekana kuwa nene zaidi, kana kwamba zinakuzwa na kila kukataliwa. Kwa mara ya kwanza akawaza, hei, labda niliumbwa kuogopesha, kuepukwa. Labda ndiyo hatima yangu. Hata hivyo, safari hii hakulia. Alianza kuzoea. Na hilo kuliko kukataliwa lolote ndilo lililouma zaidi. Siku zilizofuata baada ya harusi zikaenda taratibu kama wiki chini ya jua kali. Nyumba iliyowahi kuonekana yenye ahadi ikawa jukwaa la ndoa iliyobanwa na kimya, kiburi na majeraha yasiyosemwa. Johnny na Maya waliishi chini ya paa moja, lakini kama kwenye sayari tofauti, wakiunganishwa tu na vumbi linalopeperushwa na upepo ndani ya nyumba alasiri kavu. Ratiba yao ya asubuhi ikawa ibada ya kukosa kuonana. Maya huamka mapema, kuwasha moto, kutengeneza uji na siagi na kuweka mezani na kitambaa alichokishona mwenyewe. Johnny huamka baadaye, huondoka bila kula, bila kusema habari za asubuhi, uso wake mkavu kuliko jana. Hakumuuliza tena maelezo, matarajio yalikufa madhabahuni, pamoja na cheche yoyote iliyowaka aliposomea barua yake ya kwanza. Sasa alitimiza tu jukumu alilowekewa na jamii, kutunza nyumba, kuonekana nadhifu, kuendeleza muonekano wa mke. Naye kwa upande wake alitembea ndani ya nyumba kama mgeni mwenye hasira. Siku zake alizitumia shambani au ghala, akipata visingizio vya kurejea usiku sana. Wakati mwingine alibuni kazi, wakati mwingine alizunguka duara akijinong'onezea, ndoa ya vipofu, ni mimi tu ningeingia. Jumapili moja kijiji kilifanya sherehe ndogo uwanjani kusherehekea siku ya kuzaliwa ya chifu. Muziki, ngoma, dansi. Maya akajitokeza amevaa vizuri, gauni la buluu alilolishona mwenyewe, alikamilika. Ndevu zimekatwa na kulainishwa na siagi ya shea, zinameremeta juani kama ujasiri kimya wa kuvunja desturi. Alitembea kwa kujiamini katikati ya umati. Baadhi wakacheka, wengine wakaepusha macho, lakini hakutikisika. Johnny alipomwona kwa mbali, aligeuza mgongo na kuondoka. Walipokutana njiani kurejea, alijaribu kusema kitu. Johnny, nenda ufurahie sherehe. Hakuna haja ya kujifanya sisi ni wawili mbele ya mtu yeyote. Akabaki amemeza mate ya uchungu. Siku zilizoendelea, mazungumzo yao yakawa machache na mafupi. Nimenunua mihogo, iko kwenye kikapu. Umeona jembe kubwa? Nililitumia jana, lipo kwa banda la kuku. Unapika au nichukue chakula sokoni? Moto umeiwashwa tangu saa 12, ukitaka chakula kaa tu. Kadri alivyokuwa akijitahidi kuweka amani, kukosekana kwake kulimuma zaidi kuliko alivyokubali. Akaanza kujiandikia barua kana kwamba bado ni wachumba, akaziweka kwenye boksi la zamani nyuma ya kabati. Huo ndio ulikuwa njia ya kujikumbusha kuwa aliwahi kutamaniwa, hata kama kwa makosa. Wakati huo huo, Johnny akazama zaidi kwenye mtanziko wake. Akaanza kunywa kwa siri, si nyingi, za kumsaidia kulala tu na kusahau uwepo wa mkewe. Jumapili moja akaamka kwenye benchi uwanjani, kichwa kinamuuma, shati limechafuka matope. Maya hakusema kitu aliporejea nyumbani, aliweka tu beseni la maji na taulo safi nje ya chumba. Usiku mmoja umeme ukakatika kwa dhoruba.
Upepo ukipiga madirishani, matawi yakipapasa paa na giza totoro, wote wawili wakakaa chumba kimoja wakikabili taa moja ya mafuta. Kimya kati yao kilikuwa kizito, kisichofurahi. Hatimaye akasema, sijakuwa unachotaka mimi. Elewa hilo. Lakini bado mimi ni binadamu. Akabaki kimya. Kukataliwa na dunia nimejifunza kuishi nako. Lakini kukataliwa ndani ya nyumba yako kunavunja kilichobaki. Bado hakujibu. Akasimama akaenda chumbani akimwacha taa ikichezewa na upepo. Asubuhi iliyofuata hakutengeneza kifungua kinywa wala chakula cha mchana. Hakuwasha moto. Alikaa tu kwenye kiti cha mviringo akitazama upeo. John akaingia jikoni akaona kila kitu hakijaguswa, akang'unika, umesahau kupika. Nimesahau kujifanya bado kuna cha kustahimili. Jibu lake likampiga kama ngumi. Kwa mara ya kwanza akagundua ngome aliyokuwa nayo inaweza kupasuka. Kijiji kikaanza kuzungumza, hawaongei, wengine wakanong'ona. Hata hamtazamani machoni, wengine wakatania. Alimchagua asiyemwona na sasa hataki kumtazama. Siku moja Maya akaondoka mapema, hakurudi chakula cha mchana. Kisha hakurudi chakula cha jioni. Kwa shaka, John akasubiri. Usiku ulipoingia na bado hajarejea, akachukua njia za kijiji kumtafuta. Akamkuta sehemu yao ya kawaida, mwamba mkubwa kando kando ya mto. Alikuwa peku, miguu ndani ya maji, mtazamo wake mbali kama sehemu ya mandhari. Unapanga kulala hapa? Akauliza bila dhihaka. Sijui. Hapa angalau maji hunigusa. Akakaa kando yake, hajui aweke mikono wapi. Wakakaa kimya dakika nyingi hadi akasema, unajua hata nikinyoa kwa kisu, ndevu zangu hurudi ndani ya saa 3. Nimejaribu kila kitu, chai, sabuni, maombi, hofu. Hakuna kinachozizuia. Akamtazama kwa mara ya kwanza bila dharau. Unadhani hilo ndilo linalokutambulisha? Akauliza bila kujua anamaanisha nini. Akatabasamu kwa uchungu. La hasha. Lakini kwa dunia ndiyo. Na kwako? Kwangu ni sehemu nyingine ya mwili niliyojifunza kuikubali. Lakini kukubali hakumaanishi hakuumi. Ni kama kutembea na jiwe ndani ya kiatu. Unajifunza kutembea lakini hulisahau kamwe lipo. Hakujibu. Akachukua jiwe kutoka ardhini akalichezesha kati ya vidole. Usiku ule walirudi pamoja, si bega kwa bega lakini njia moja. Siku zilizofuata John akaanza kugundua vitu alivyokuwa akipuuzia, namna anavyoshona kwa usahihi, namna anavyotunza bustani kuliko yeye, jinsi kicheko chake kilivyo adimu lakini kinavyopendeza kilipotoka. Namna alivyokabiliana na mitazamo ya kijiji kwa heshima, si kwa hasira. Lakini kiburi bado kilikuwa ukuta mrefu. Walilala kingo tofauti za kitanda. Hakukuwa na mguso wala mapenzi wala upole, lakini kulikuwa na maridhiano kimya. Na katika nyakati adimu, uzito wa kukataliwa ulionekana kushirikiwa. Hata hivyo, Maya bado alijihisi haonekani. Ilikuwa ngumu kutochukua dharau moyoni, hata ikijificha kama umbali wa staha. Alijua amefungwa kwa mwanaume asiyemtaka, asiyemwona, na hilo liliuma zaidi ya kicheko cha watoto au minong'ono ya majirani. Asubuhi moja kabla ya jua kuchomoza, aliacha barua mezani, si kama za uchumba, tamu na za kimapenzi, ila ya moja kwa moja, chungu: John, sitaki kukulazimisha kunipenda. Sitaki kuwa mzigo. Wala sitaki wewe uwe adhabu yangu. Naweza kuishi peke yangu, nimefanya hivyo maisha yangu yote. Lakini kama tutaishi chini ya paa moja, nahitaji kujua kama unakusudia kujenga kitu au kusubiri tu hadi kijiji kisahau ndoa hii. Niambie ukweli angalau mara moja, Maya. Akaisoma, akaikunja kwa uangalifu, akaketi kwenye kiti cha mviringo anachokipenda, akatazama mlango ulio wazi nusu. Nyumba kimya. Na kwa mara ya kwanza akahisi kitu ambacho si hasira, si dharau, si aibu, hofu. Hofu kwamba huenda angeondoka kabla yeye hajapata ujasiri wa kumwona kweli. Usiku ukaingia taratibu kijijini, kwa upepo mwanana ukivuma kwenye mipasuko ya paa na panzi wakipiga ala mbali.
Mwezi mkali ukaoga kijiji kwa nuru ya fedha nyororo ya kutosha kuchora umbo la nyumba yao mpya, nyumba iliyo na roho mbili bila muunganiko. Katika kimya karibu cha kiroho, John akainuka taratibu. Sakafu ya udongo ikilia chini ya nyayo zake wazi kana kwamba inapinga kile anachotarajia kufanya. Akaenda pembezoni mwa chumba, akavuta mfuko mzito wa kitambaa kutoka chini ya kitanda, akaanza kuujaza na nguo chache, kisu kidogo, rozari ya mbao na sarafu chache ndani ya kopo tupu la mafuta. Alikuwa anaondoka. Ndivyo alivyokuwa akifikiria siku kadhaa. Hawezi tena, uzito wa aibu, mzaha wa kimya wa kijiji, na zaidi ya yote, hatia ya kushiriki paa na mwanamke asiyempenda au hata kumtazama machoni zaidi ya sekunde 2. Aliamini kuondoka ni uhuru, kuteleza kabla ya alfajiri ni njia safi ya kumaliza, bora kuliko kumkabili, bora kuliko kuamka kila asubuhi na kuona ndevu ile ikimkumbusha kile alichodhani ni kosa. Lakini alipofika mlangoni wa sebuleni tayari kutoweka katika giza, alisimama. Sauti ya kulia kutoka chumba kingine ikimezwa, ya chini isiyokoseka. Maya alikuwa analia. Haikuwa hasira. Haikuwa kelele au mhemuko. Ilikuwa kimya cha kuuma, kama mtu anayemeza roho yake mwenyewe. Ilikuwa kilio cha mtu anayebeba zaidi ya kukataliwa kwa hivi karibuni, mwako wa miaka ya udhalilishaji, ya kimya, ya upweke. John akagandamana. Mkono wake juu ya kitasa ukasimama. Kitambaa kikatoka kwenye mfuko bila yeye kukitambua. Akabaki kusikiliza. Kitu ndani yake kikapasuka, labda kiburi, labda kitambaa alichojifunga machoni tangu harusi. Akasogea taratibu, kimya, akarudi akaketi kwenye kiti cha sebuleni. Akatazama anga tupu, moyo ukibana kama mtoto alipompoteza baba na kumsikia mama analia usiku akidhani amelala. Dakika chache baadaye, hatua nyororo zikavuma koridoni. Maya akaingia, akashangaa kumkuta pale. Macho mekundu, nywele zimeachwa, ndevu zikiwa hazijapangwa, lakini bado amesimama kwa hadhi. "Hujalala?" akauliza, akijaribu kuficha hisia. "Siwezi," akasema laini. "Nilikuwa ninaondoka." Nikasimama. Akainamisha macho, akaketi kwenye kiti kinachoelekezana naye, akishika pindo la sketi kwa mikono yote miwili. "Sawa," akasema. "Ukitaka kuondoka, nenda. Sitakushikilia. Mimi si gereza la mtu." John akavuta pumzi, akatazama sakafu, kisha yeye, na kwa mara ya kwanza macho yao yakakutana zaidi ya sekunde moja. Akasema, "Ulikuwa unalia?" Akasita, kisha akatikisa kichwa. "Nalia kila wiki. Tofauti ni kwamba usiku huu umenisikia." Kimya, lakini kimya chepesi, kinyume cha hapo awali. Kimya chenye kitu kati yao zaidi ya maumivu. "Kwa nini unalia?" akauliza karibu kwa kunong'ona. Maya akakumbatia mikono, uso thabiti. "Kwa sababu mimi ni mwanamke, lakini tangu nikiwa msichana wamekuwa wakiniita mwanaume. Kwa sababu nina ndevu, nimejaribu kung'oa, kunyoa, kuficha, lakini hurudi haraka kuliko tumaini. Kwa sababu nilikuwa nikiamini sitapendwa kamwe. Kisha waliponiahidi ndoa, nilifikiri labda Mungu ananipa nafasi. Lakini madhabahuni nikaona machoni pako kukataliwa kule kule nilikokojea maisha yangu yote. Na hilo liliumiza kuliko tusi lolote la utoto." John akainamisha kichwa, mikono ikitetemeka. "Unadhani nilitaka kuhisi hivi? Unadhani nilitaka kukimbia? Sikujua nifanye nini. Nilihisi dunia imenichezea, kila mtu ananicheka." Maya akatoa tabasamu nusu. "Dunia imetucheka muda mrefu. Tofauti ni kwamba mimi nimejifunza kucheka kurudisha." John akamtazama, na kwa mara ya kwanza akaona nguvu machoni pake, si nguvu ya hasira, bali ya aliyenusurika bado amesimama. "Umekuwa hivi siku zote?" "Imara?" "La. Nimekuwa dhaifu. Nimewahi kutamani kutoweka. Nimewahi kumwomba Mungu anibadilishe. Nimewahi kuomba muujiza kwenye kioo. Lakini siku moja nikagundua hakuwa na haja ya kunibadilisha, nilihitaji kujikubali." Wakacheka, kicheko chepesi, kifupi, cha kweli. "Simjui chochote kukuhusu, Maya, zaidi ya barua."
Mimi pia sikujui sana, isipokuwa una kichwa kigumu, mkunji na hodari na jembe. John akacheka kidogo. Mama yangu anasema tangu utoto nilikuwa kichwa ngumu, nikitaka kitu lazima kiwe kwa namna yangu. Siku moja niligoma kwa sababu nilitaka kuku mweupe. Baba akaleta mweusi, nikakimbilia msituni, nikapotea saa 3, nikarudi nimejaa miba ya siafu. Maya akacheka, kweli safari hii ulikuwa umependekezwa mno. Nilikuwa labda bado. Kicheko kikapungua, wepesi ukabaki. Unaamini Mungu? Akauliza ghafla. Akasita. Wakati mwingine jua linapochomoza vizuri, mahindi yanapokuwa imara, lakini nilipojiona madhabahuni pale nilitetereka. Akasimama, akaenda chumbani, akarudi na Biblia iliyochakaa, akaketi tena, akaweka kitabu mapajani. Unataka tusome kitu pamoja? Akasita tena, kisha akatikisa kichwa. Akafungua Warumi 5:3-4, akasoma kwa sauti polepole, wala si hivyo tu, ila tuwafurahie dhiki pia, kwa kuwa tunajua ya kuwa dhiki zinafanya saburi, na saburi kufanyiza tabia, na tabia kuleta tumaini. Kisha akamtazama. Labda dhiki tunayopitia sasa ndiyo mwanzo wa kitu bora, iwapo tu tutakuwa jasiri kubaki. John akachukua Biblia mikononi, akapepeta kurasa bila kujua cha kutafuta. Akatua Yohana 7:24, msihukumu kwa kuonekana kwa nje, bali hukumuni hukumu iliyo ya haki. Akakifunga kitabu, akamtazama. Utanisamehe kwa kukuhukumu? Maya akavuta pumzi, macho yakiwa na maji. Bado najisamehe kwa kuamini huwezi kubadilika. Wakatazamana muda mrefu. Na katika mtazamo huo mbegu ikapandwa, si mapenzi bado, bali mwanzo. Usiku ule hawakulala, waliendelea kuzungumza juu ya Mungu, ndoto za utoto, majeraha ya kale. Wakasimulia kuhusu wazazi wao, hofu zao, vile dunia inavyotufundisha kuchukia tofauti. Na hatimaye jogoo alipopiga, John alikuwa ameketi kando ya Maya, kichwa chake kikiwa kimeegemea begani, akimsikiliza akikariri Zaburi kwa moyo. Jua likachomoza polepole, likipaka kijiji dhahabu nyororo, na mfuko aliokuwa ameuandaa kutorokea bado upo pale, lakini sasa umepuuzwa na tupu. Jua halijapanda sana, John tayari ameamka kimya, kana kwamba anajaribu kusikia mapigo ya moyo wake. Upepo wa asubuhi ukapenyea dirishani jikoni, ukitingisha mapazia ambayo Maya aliyashona wiki zilizopita, mguso pekee wa yake aliyoiona kweli siku hii. Lakini asubuhi hii kila kitu kilihisi tofauti. Akawasha moto taratibu, kitu ambacho hakuwahi kufanya. Akachukua birika la udongo ambalo Maya hutumia siku zote, akaweka maji yachemke, akatengeneza kahawa kama alivyomwona mamake akifanya, kwa chujio la kitambaa na sukari kidogo ya asili. Siagi ikayeyuka juu ya uji wa dona, akaandaa meza kama yeye anavyozoea. Akaweka kijisukuti cha mnanaa, undani wa kijinga lakini mzuri. Akavuta pumzi, akatabasamu kimya. Yeye akaamka kwa harufu. Akaingia jikoni taratibu, nywele bado zimefungwa, macho yakiwa yamevimba usingizi. Akasimama mlangoni, akashangaa. Umetengeneza kahawa? Nimetengeneza. Na kuskusi, umeweka mnanaa? Nilikuona ukifanya mara moja, nikaona ni vizuri na inakwenda na harufu ya kahawa. Maya akabaki hana maneno, akaketi kwa kusitasita lakini akitabasamu. Yeye akamvutia kiti, akaketi mbele yake na wote wakaanza kula kimya, lakini safari hii kimya chepesi, kinachofariji. Umelala vyema? Akauliza. Baada ya mazungumzo yetu, nimelala kama sijalala miaka. John akatabasamu, akanywa funda la kahawa moto. Nilipata ndoto, tumeinama tukisali pamoja, mimi na wewe, magotini, tumeshikana mikono. Na mwisho wa sala hukuwa na ndevu. Maya akainua nyusi, akashangaa. Na uliamka umefurahi kwa hilo? Niliamka nikiwa na tumaini, si kwa sababu ya ndevu, bali kana kwamba Mungu ananionyesha uzuri wa kweli huja baada ya uelewa. Akacheka nyororo. Bado unafikiria ndevu ukinitazama? Ndiyo, lakini sasa nazifikiria tofauti. Zamani zilikuwa ukuta, sasa ni undani tu. Akatikisa kichwa, akagua ndevu kwa vidole vyake.
Bado ni ngumu kutoka nje. Basi tutoke pamoja. Akamtazama kwa mshangao. Una uhakika? Mtu akicheka watacheka nami pia, na tutacheka tukirudisha kwa sauti, kwa fahari. Mchana ule wakatembea pamoja hadi uwanja wa kijiji. Baadhi wakastuka, wengine wakabubujika maneno chini kwa chini, wachache wakatabasamu kwa taswira isiyo wazi. Lakini kilichowashangaza wote ni namna alivyotembea, mrefu, thabiti, macho mbele. Na yeye kando yake, kichwa juu, kana kwamba anaiambia dunia, huyu ni mke wangu. Usipenda, geuza macho. Kadiri siku zilivyopita, lisilowezekana likaanza kutokea. Walianza kwenda kanisani pamoja, wakaketi bega kwa bega, wakashikana mikono wakati mwingine. Wakaomba kabla ya kulala. Kwa mara ya kwanza, John akaifungua Biblia mwenyewe, akasoma kwa sauti, akauliza juu ya mistari, akajadili naye. Kwa nini Yesu aliwachagua waliodharauliwa kutenda miujiza? Akauliza usiku mmoja. Kuonyesha kwamba miujiza haitegemei uso, bali moyo, akajibu. Wakacheka sana. Maya alikuwa na ucheshi mkavu wa kishabaha uliopingana na ukali wake, na aliupenda. Akaanza kumwona kwa macho mapya, macho ya upendo, ya heshima. Kicheko chake kilikuwa muziki, nguvu yake ushairi. Alikuwa mgumu lakini mpole, aliyejeruhiwa lakini kamili. Wakaanza kupika pamoja, kuomba pamoja, kutunza bustani pamoja, na bila hata kujua, walikuwa wanaishi ndoa ambayo hakuna aliyoiwaza, but walioihitaji. Usiku mmoja baada ya ibada rahisi yenye sifa nyingi, muujiza ukatokea. John akaota ndoto. Kwenye ndoto, yeye na Maya wako magotini kwenye sakafu ya udongo wa kanisa, mikono imeungana, uso wake umefunikwa na nuru. Akasali kwa bidii, maneno si ya kukariri, yakibubujika toka ndani kabisa. Bwana, mponye mke wangu, si mwili tu, bali maumivu yaliyofichika. Tugeuze Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Lakini ikiwezekana, mtimizie haja ya moyo wake na wangu pia. Kwenye ndoto, upepo mororo ukapita juu yao, na alipofumbua macho, ndevu hazikuwepo. Alikuwa mrembo kwa namna mpya, nguvu na upole kwa wakati mmoja, si kama wasichana wa kijiji aliyowahi kuabudu, tofauti, uzuri uliotoka ndani daima sasa umeonekana nje pia. Akaamka moyo ukipiga mbio, akaketi kitandani, anatokwa na jasho, ameguswa. Maya bado amelala kwa amani. Akamgusa bega taratibu. Maya, tuombe. Akaketi polepole, bado na usingizi. Sasa. Usiku wa manane. Ndiyo, sasa. Wakapiga magoti kona ya chumba, mikono imeungana. Akafumba macho kwa nguvu, kama mtu anayeshika jembe kwenye udongo mkavu. Bwana, asante. Asante kwa mwanamke huyu, kwa subira yake, ujasiri wake, moyo wake. Na nakuomba Baba, ikikupendeza, fanya jipya. Tuguse wote wawili. Kwa sababu sasa ninaelewa, kile nilichodhani ninakitaka hakikuwa nilichohitaji. Lakini wewe wajua yote. Na ikiwezekana, kwa rehema zako, onyesha utukufu wako katika nyumba hii. Maya hakusema, akalilia tu, akihisi joto la sala likiingia kwenye ngozi, mifupa, hadi tabaka za kina la hadithi yake. Walipomaliza wakabaki kimya. Yeye bado amefumba macho. Yeye akazungumza. John akafumbua macho polepole, akagandamana. Ndevu hazikuwepo kabisa. Uso wa Maya ulikuwa mororo, safi, unameremeta, sifa za kike sasa zimesimama wazi. Ni kama mtu ameinua mzigo wa miaka ya maumivu na kufichua kile kilichokuwepo daima, mwanamke mrembo zaidi aliyewahi kumwona. Akapeleka mkono mdomoni, macho yakijaa machozi. Akajaribu kuzungumza, akabubujika kilio. Yeye akitambua, akagusa uso wake, kidevu, mashavu, akatazama mikono yake kwa butwaa. Haiwezekani. Inawezekana. Mungu ametusikia. Akaanguka magotini, akalia kwa sauti kama mtoto aliyekutana tena na mama. Lakini hakulia kwa majivuno, alilia kwa uponyaji, kwa maisha aliyoota yangekuwa tofauti, na sasa amekutana uso kwa uso na muujiza. John akamkumbatia kwa nguvu, kama mtu anayeshikilia zawadi ambayo hakuwahi kuthubutu kuomba. Wakalia pamoja.
Masaa machache baadaye, habari zikaenea kama moto kwenye nyasi kavu. Kwanza ilikuwa Sada alipomwona Maya, akapiga ukulele, akaanguka sakafuni jikoni. Kisha wakaja majirani, marafiki, watiifu wa hamu. Uwanja wa kijiji ukajaa. Wiki ile Maya akasimama mbele ya kanisa lote, akatoa ushuhuda. Akashiriki simulizi lake, maumivu, imani. Akasema kwamba alipoona kila kitu kimepotea, Mungu alimfundisha kujipenda. Na alipokuwa hasitarajii tena, alikushangaza. Johnny pia akasema, akashuhudia kuponywa kwa kiburi, majivuno na hukumu. Akawaambia juu ya ndoto, sala na jinsi sasa anaiona dunia kwa macho mapya. Kijiji hakikubaki vile vile. Wengi wakamgeukia Kristo. Vijana wakaanza kuomba kwa moto mpya. Wanawake wakaanza kujikubali walivyo. Na wanaume wakajifunza kudhamini kilicho zaidi ya juu. Na Johnny na Maya wanatembea bega kwa bega kila siku, mkono kwa mkono. Wakati mwingine yeye bado atasema kwa tabasamu, ile mshtuko wa madhabahuni sitausahau. Naye atacheka kwa sauti, ilikuwa kukuamsha mzembe. Naye akimtazama kwa upole atajibu, Mungu aliniamsha, akanipa hata kile ambacho sikuwa na ujasiri wa kuomba. Ilikuwa upendo, ulikuwa muujiza. Ilikuwa ahadi iliyotimia. Mungu aonyaye bado hubadilisha mioyo. Yule yule afinyazaye udongo ndiye anayefinyanga hatima upya. Anapoingia kwenye simulizi lisilowezekana huwa halisi. Kama ilivyoandikwa katika Ezekieli 36:26, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitaiondoa ile mioyo ya jiwe katika mwili wenu, nami nitawapa mioyo ya nyama. Mungu hakumponya tu Maya kwa nje, alimrejeshea roho ya Johnny aliyejeruhiwa. Akaponya kiburi, hofu, kukataliwa. Akaligeuza lisilowezekana kuwa uhalisia mpya. Na wewe rafiki mpenzi, uliangalia hadi hapa, kuna nyakati katika maisha hatuelewi mchakato wa Mungu. Tunakutana na mapambano, nyakati za ugumu. Lakini kama umekaa nasi hadi sasa na kuna mzigo moyoni mwako, sikia hii, mapenzi ya Mungu yatasimama maishani mwako. Dhoruba itapita. Wakati ufaao utaona ushindi wako. Hakuna madhara yatakayokukaribia, wala tauni haitakaribia hema yako. Endelea kupigana. Uwe imara na hodari, usiweke Mungu pembezoni. Na kualika leo, zungumza na Bwana. Unapambana na nini? Unabeba mzigo gani? Muombe Mungu kwa imani na utahisi uwepo wa Mungu ukijaza moyo wako. Simulizi hii inatukumbusha kwamba Mungu huona zaidi ya maumbo na hubadilisha ndani na nje kulingana na mapenzi na rehema yake. Sasa tunataka kujua unatuangalia kutoka nchi gani? Andika kwenye comment. Ikiwa simulizi hii imeugusa moyo wako, weka a like, subscribe kwenye chaneli na gonga kengele usikose simulizi ijayo iliyobubujika kwa imani, hisia na masomo yenye nguvu. Na usisahau, Mungu bado anaandika simulizi zisizoaminiwa kwa watu wasiotarajiwa. Unachohitaji ni kuamini. Tutaonana kwenye simulizi inayofuata.